Sheikh Shamsi, tumeona na bila shaka wewe pia umeona katika mitandao ya kijamii namna ambavyo baadhi ya watu wanavyomtukana, kumkejeli, kumdhalilisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Wewe kama kiongozi wa dini bila shaka umeguswa na kuumizwa. Unalizungumziaje hili? Ndugu yangu mtangazaji, ni kweli kwamba baada ya tamko lile na baada ya baadhi wa wanaharakati kurudishwa kwao, kumekuwa na kauli nyingi sana za uchochezi, kauli za matusi zikielekezwa moja kwa moja kwa Mheshimiwa Rais kwa yale ambayo ameyazungumza. Na mimi tu niwaambie kwanza, ndugu zangu wa Tanzania, sisi kama Watanzania tuna culture yetu, na si vema tukajiingiza katika yale ambayo hatukuyazoea. Masuala Tanzania watu wanataniana katika mitandao, wanabishana, lakini ni nadra sana kukuta matusi ya wazi wazi yakizungumzwa katika mitandao, hususan kwa watu ambao wametuzidi umri. Mathalan rais, pamoja na kuwa ni rais wa nchi, lakini vivyo ni mama, mtu mzima, ni lazima aheshimike katika misingi kama hiyo. Kwa hiyo unakuta baadhi ya watu wanaojinasibisha na wanaharakati wachache wamekuwa kusema kweli mstari wa mbele sana katika kutaka kumdhalilisha rais wetu kwa matusi na mambo mbalimbali. Mimi ni waase tu ndugu zangu wa Tanzania kwamba hakuna haja ya kujibishana na kikundi hichi cha watu, kwa sababu ajenda zao zinafahamika. Lakini niseme vile vile kwamba hawa watu hawaiwakilishi Kenya, kwa sababu Kenya tayari kama nchi imetoa msimamo, na viongozi wakuu wa nchi nimewafuatilia, wamezungumza, wamelaani kitendo cha wale watu kuingilia katika masuala ya nchi nyingine, viongozi ambao wamechaguliwa katika nchi yao kidemokrasia. Hao ndo kauli zao zina uzito. Kwa hiyo sisi kama Watanzania tusijiingize katika malumbano ya matusi, kitu ambacho sio katika culture yetu. Lakini kitu kingine ambacho ningependa nizungumze ni kwamba ni lazima tuwe tuna uwezo mkubwa sana wa kuchambua mambo, kuanalyze mambo kama Watanzania kwa ujumla. Tujiulize kwamba kwa nini sasa hivi? Kwa nini mambo haya yamekuwa sasa hivi katika kipindi hichi? Utakumbuka ndugu mtangazaji kwamba masuala ya uchaguzi wa vyama vingi katika nchi yetu umeanza muda mrefu sasa. Na sasa hivi tuko katika awamu ya 6. Ni muda mrefu umeanza. Na katika kipindi kilichopita, kama ni swala la viongozi wa upinzani kuingia katika utata na masuala ya kisheria, tumekuta kwamba kuna kiongozi mmoja wa chama kimoja kikubwa nchini Tanzania aliyekuwa kiongozi alikaa mahakamani muda mrefu sana na kesi ambayo inafanana na kesi iliyopo sasa hivi, masuala ya uhaini, masuala ya vitu vingine, muda mrefu alikaa. Na hatukuona sisi movement za aina hiyo, hatukuona wanaharakati wanakuja, hatukuona kama haya ambayo yanajitokeza sasa hivi. Na inawezekana wakati ule wa nyuma kauli zingine zilikuwa ni kali kuliko kauli zinazotolewa sasa hivi. Kwa nini sasa hivi? Hapa kuna haja kubwa sana ya kufanya tafiti za kina, kuona msukumo unaojitokeza katika nchi zetu za Afrika Mashariki, nani yuko nyuma yake. Ukienda katika tafiti mbalimbali, ukienda hata ukigogo tu wewe mwenyewe katika kufanya research yako ya kawaida katika zile taasisi zinazoitwa anti-family NGOs, ambazo nyingi zinakuja katika misingi haki za binadamu, zinakuja katika misingi ya wanawake, misingi ya kulinda wasichana, zinakuja na majina mengine tofauti tofauti. Lakini ndani yake kuna ajenda kubwa sana za masuala ya kutetea yale mambo ambayo tunayafahamu sisi ya kimagharibi, masuala ya ushoga, masuala ya usagaji, swala la rainbow movement, LGBTQ+, tunafahamu hicho kitu. Na kwa mtu yote ambaye anaweza kufanya utafiti akaangalia katika nchi jirani ambaye baadhi ya wanaharakati wanakuja kwetu kutufundisha demokrasia na haki za binadamu, wanajua kile ambacho kimefanyika katika nchi zao, sheria zile zimepitishwa, na mahakama kuu imeonekana kwamba sasa hivi mtu anaweza akafungua NGO yoyote ile, hata kama itakuwa ni ya lesbian, ya homosexual, sheria zimewekwa kwamba zinaruhusu. Lakini nchi ambazo zimekuwa ziko na msimamo mkali sana kuhusiana na hili jambo katika nchi za East Africa ni Tanzania, labda na Uganda. Kwa hiyo kwa nini sasa hivi? Ni kwa sababu agenda za nchi za kimagharibi ni kufungua NGOs ambazo zitakuwa ni kama lobby organization, yani zile taasisi ambazo kazi yake ni kupressurize, kulobby katika wale watu ambao wanaitwa influencers, kuweza kuingiza ajenda zao kupitia katika mabadiliko ya sheria bungeni na nini. Na inafahamika katika masuala ya political science vitu gani ambavyo vinafanyika. Kwa hiyo nchi za magharibi zimewekeza sana, NGO nyingi sana zipo katika mji mkuu wa Kenya, nyingi sana. Na ili sio kauli yangu, nazungumza, mtu yote aingie katika Google aangalie
atakuta kwamba NGO nyingi sana za masuala ya afya ya uzazi, masuala ya haki za binadamu na mengineo inapatikana pale, na nyuma yao kuna fund kubwa sana ambazo zinapelekwa pale, na hii ndio inaakisi aina ya movement ambazo zinafanyika na aina ya wanaharakati ambao tumewaona. Nimeona article moja katika social media ikizungumzia hawa wanaharakati, na bahati nzuri ni article imeandikwa na Mkenya mwenyewe, kwamba hawa wanaharakati wanapata wapi hizi pesa, kwa sababu ukiangalia ofisi zao ni ofisi yani ambazo ni kama vile idara za serikali, magari, ofisi nzuri katika maeneo ambayo kodi yake ni kubwa, na wanasafiri kwenda katika maeneo mbalimbali. Ukiona ulokuja katika nchi yetu umefikia katika hoteli ambayo ni 5 star, yani kwa siku tu pale labda ni $400 siku mmoja mtu analala pale, unaona chumba cha chini sana labda $200, sawa. Sasa unaweza kujiuliza kwamba hii fund inatoka wapi? Kwa hiyo ni lazima kama Watanzania tu tuna uwezo mkubwa wa kuanalyze, tusiingie tu kwenye masuala ya ushabiki, tujue kwamba kuna agenda za nchi za kimagharibi, za nchi ambazo zina support sawa masuala haya ya ushoga na kuharibu tamaduni za Kiafrika. Wanataka kupenya kuingia katika nchi yetu, si kwa sababu ya demokrasia, haki za binadamu, uhuru wa maoni, labda kwa sababu wala si kwa sababu labda ya kisiasa, haki fulani imevunjwa. Wanataka kutikisa nchi kidogo ili waweze kupenyeza zile agenda zao. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba kuna umuhimu mkubwa kama Watanzania, kama wasomi wa Kitanzania wakaweza kuanalyze haya mambo. Nasikitika sana kuona kuna baadhi ya Watanzania wengine ambao nao wamejiunga katika kuanza kuishambulia Tanzania na kumshambulia Mheshimiwa Rais kama vile nao ni raia wa kigeni. Kwa mgongo huo naona bila kujua kwamba hao wanaokuja wana agenda zao na wametumwa na watu ambao labda wanawakilisha katika masuala kama hayo. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa katika kipindi hichi, tunaelekea katika kipindi cha uchaguzi, yatajitokeza mengi ya ziada. Na mimi na imani kabisa na serikali yetu iko imara, lakini ninachotaka kuwazindua ndugu zangu wa Tanzania kwamba tu tuna uwezo mkubwa wa kuchambua mambo hasa haya ambayo yanatokea katika nchi za Afrika ya Mashariki hivi sasa.